na zile utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kwako sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku alipotolewa kufanya mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kuleni yote, kwani ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Hivyo hivyo kisha kula, akatwaa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni yote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka. Ndilo fumbo la imani. Ndiyo maana tuikumbuka kufa na kufa kwake mwana wako, tunakutolea Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Ikumbuke Bwana Eklesia yako inayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo, pamoja na Papa wetu Francisco na askofu wetu Sebastiano Yusufu, mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia Eklesia. Ukumbuke Bwana mtumishi wako Jehova Kagazi, uliyemwita kwako atoke katika dunia hii. Umfanyizie yeye aliyeungana na mwana wako, akifanana naye katika kifo chake, aungane pia naye katika ufufuko. Kwa ajili yake pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Kwa imani moja tusali sala nzuri tuliyofundishwa na mkombozi wetu. Baba yetu uliye mbinguni, Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini ili ya kuja kwa Kristo Yesu Mwokozi wetu. Moja mapendo masikilizano yaonekane katika jamaa ya baba yetu waja, na kila mmoja ajombea amani katika roho yake.
tuombe pia amani katika nchi yetu. Yesu Kristo amani ya Bwana iwe nanyi siku zote. Katika furaha na mapenzi ya Bwana wa Mungu, mpeni amani. Wa Mungu ameondoa dhambi za dunia. Ewe ni kualikwa karamu ya Bwana. Mwili na damu ya Kristo vitulinde kwa uzima milele. Bwana
Mungu Mwenyezi, tunakuomba kwa nguvu ya sadaka hii umfanyizie mtumishi wako Tangazo Giome aliyehama kutoka dunia hii, atakaswe na kuondolewa dhambi zake na kujaliwa furaha za milele na ufufuko. Tunaomba yote kwa ajili ya Kristo Bwana wetu, anayeishi na kutawala pamoja nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Amen. Sisi jamaa la Wahamba kwa niaba ya jamaa kubwa la Wahamba ambao wako hapa na wengine wako mbali nasi, leo sisi tumepigwa na radi kubwa sababu kumpoteza mzee kama huyu. Tumesikia hotuba yenyewe imesemeka, tunasema pole na majirani wetu ambao wametufuata. Pole kwa jamaa lote ya baba Kagazo. Tunasema pole tena kwa kanisa Katolika. Tunasema tena pole kwa coordination des écoles conventionnelles catholiques. Pole kwa Wakristo wote ambao waliomjua baba yetu Kagazo na kushiriki naye katika kanisa. Majirani na wengine wote tunawapa pole. Sisi hatuna mengi ya kusema, kama vile nimesikia mahubiri yamesomwa humu na selo program. Kinachobaki ni kumwombea Mungu amubariki, amweke nafasi ambapo anaweka mwingine. Asante. Ndugu, ninamshukuru Mungu kwa kuwa amesikiliza sala zangu. Kila wakati nipo na sali chapele, nilikuwa naomba Mama Bikira Maria atuombee kwa Yesu Kristo jamaa yote nzima, kila mtu afe kifo cha amani. Na ni kweli niliona kifo cha amani kwa wanangu. Wanangu aligonjwa muda mfupi, hakuangaika kama vile mgonjwa anahangaika. Nilikuwa nikimuuliza, unasikia nini? Anasema hakuna. Wapi panauma? Anasema hakuna. Unataka nifanyizie nini? Anasema hakuna. Nikupe chakula gani? Aseme uangalie frui unaweza kuninunulia. Nikununulia avoka? Akasema ndio. Kama mtoto akaleta avoka. Mtoto kufikisha avoka, nikakata avoka mwa vipande viwili, nikampatia vipande, akakikula akamaliza. Nikamwambia, nikupatie hii ingine? Anasema hapana, tungoe kwanza. Akasema nipatie maji ya kunywa. Na sasa nikupatia maji ya kunywa au utatapika? Akasema basi acha tu. Nikamuuliza, unasikia nini huko? Akasema mimi sisikie basi ya kuniluma. Nipitie pajili? Akaniambia sipale muma. Nikasema basi wewe unakunona kabisa, utaishi bila kusali tena. Mimi niko nashindwa kusali sababu ya uregevu. Nikasema sasa tufanye aye, aseme usiangaike.
Ndio ile ilikuwa ni siku ya 5. Siku ya 6 nikamuuliza, nikusongee ugali? Akasema kama iko ulete tuone. Nikaenda mbio, nikagonga moto, nikasonga ugali. Nikaleta ugali, nikasema petetre wanangu anaweza kula nyama. Ninajua kama nyama mburi kala nyepesi. Nikasema ile ndio nitamletea. Nikaleta ugali na nyama. Nikakata katongo kadogo, nikapitisha msosi, nikamkulisha kamezi. Nilipo kata tonge 3 akasema basi. Najua maana mimi nashukuru Mungu kuona anakufa kifo kizuri, hakuhangaika wala hakunihangaisha kama vile mchungaji wa mgonjwa. Ndio maana namshukuru Mungu na Mama Bikira Maria, na washukuru sana wanatusikiliza katika sala zetu. Amen. Ni mzazi wa 3 anayetuacha. Ilianza na baba George yangu, kisha Jine, leo tunamlaga baba Guillaume. Hivi inaonekana tunakuwa na waombezi mbinguni. Ndio maana tunasema asante kwa Mungu na uendelee kutuombea ili sisi vile vile tuko nyuma yao. Amen. Kwa maisha yake tumetambua mambo matatu. Ya kwanza ni patience. Alikuwa mtu ambaye, baba ambaye alikuwa très patient. Hakuwa na pupa ya kitu hapa. Unamfikishia jambo, anasikiliza. Kuna namna tuzo kuambia uende urudi baadaye ukiwa umekumbushe tena. Kumbe alibaki unajiwaza atakujibia nini. Jambo ya pili ni humilité. Alikuwa humble sana. De façon que mulisikia maisha marehemu wakati wanasoma, haiko kila mtu ambaye ataitika kutoka juu afike mpaka chini. Kuanzia kwa coordination, anakuwa prefet, anaitika tu, munipeleke kwa mnajisikia. Directeur, anaenda tu. Tulisoma ndani mwake humilité. Ya tatu ni mtu ambaye alikuwa na imani. Na imani yake ilionekanika wakati alikuwa tuambiaka kila mara tukienda kuongea naye, Mkristo haiko ule ambaye ataomba nisife. Mkristo ni ule ambaye anaomba nife vizuri. Haleluya. Na wakati alikuwa mgonjwa, tumefika kumsalimia. Mzee, unaumwa nini? Mimi si mgonjwa, mama yenu ndio mgonjwa. Kwa imani hiyo ilibidi aweze kusindikizwa. Na wakati ambapo tulikuwa zungulukewa na mzee, acha hivi shakuwa mzaifu, tulikuwa nafikia kumuonisha hapa kwa nyumba. Wao tunakia kumuonisha magonjwa. Msona ni kumuonisha, mimi nitakuwa tukaanza dimanche, ni kwenda ndio pili kuparuasi. Ya, unaona kama ni mtu mwenye alikuwa na relax. Anaitika tukio. Na magonjwa wakati alitika haikupese sana kwa. Na ndio anashuhudia akuangaisha hata wala wagonjwa. Basi sisi wote ni kutiana katika sala na kuomba kweli tufe vizuri. Na pia mapumziko mema peponi. Asante. Mambo yote tunaanza kuifanya kwa jinsi tupate wakati. Papa Kagazo alikuwa msomi na wasomi wanajaa. Tutamwagiza katika ile lugha yetu ya masomo ya Kifaransa, na yeye mwenyewe alisoma Kifaransa kuyesfe. Mot du directeur de l'Épée Monanira avant les funérailles de M. Kagazo, Kiré de Bwenene Guillaume, ex-directeur de la même école,
décédé le 18 septembre 2023 à l'hôpital général de référence d'Ouvira. Son Excellence le maire de la ville d'Ouvira ou son délégué. Monseigneur le vicaire général du diocèse d'Ouvira, révérends abbés, prêtres, frères et révérendes sœurs, Monsieur le sous-prophète de l'EPST Ouvira 1, Monsieur le coordinateur diocésain des écoles conventionnées catholiques d'Ouvira, Mesdames et Messieurs, chefs d'établissement primaire et secondaire d'Ouvira, Madame et enfants biologiques du fait Kakazo, frères et sœurs dans le Christ, à vos qualités et titres respectifs. Bonjour. Shalom. Dans pareilles circonstances funèbres, les mots à dire nous échappent souvent. Raison pour laquelle notre exposé va être laconique. D'emblée, nous venons nous incliner et prier ensemble devant la dépouille mortelle de notre Baoba, Papa Kakazo Kirebekwenene Guillaume, en vue de lui rendre nos derniers hommages et l'accompagner juste à sa dernière demeure. Sa simplicité légendaire, son sens chrétien d'humilité et son attitude d'humour habituel ont poussé sa grande famille de l'Épée Monanira à le surnommer Papa Directeur. Outre ses qualités morales, Papa Kakazo était ponctuel, régulier et assidu au service, malgré son poids d'âge et son état de santé apparemment fragile. Les qualificatifs lui attribués ne sont que d'avant-goût. Notre regretté M. Kakazo Kirebekwenene a surtout le mérite d'être appelé unanimement notre Baoba. Son évolution en carrière enseignante nous est très éloquente. Voici maintenant, sans interruption, son parcours à l'EPST. De 1964 à 1966, enseignant à l'EP Christ Roi à Bakira Bukavu. De 1966 à 1969, enseignant à l'Institut Kamole à Kabale. De 1969 à 1972, étudiant à l'ISP Bukavu, diplôme de graduat en français. De 1972 à 1974, enseignant pour la seconde fois à l'Institut Kamole à Kabale. De 1974 à 1977, préfet de l'Institut Ourouma à Lemer. De 1977 à 1983, conseiller d'enseignement secondaire chargé des écoles conventionnées catholiques en territoire d'Ouvira. De 1983 à 1986, coordinateur diocésain des écoles conventionnées catholiques d'Ouvira. De 1986 à 2015, préfet de l'Institut Kizito à Kiliba. De 1915 à 2023, directeur adjoint de l'EPE Monanira. Notabene, l'illustre disparu a gravi tous les grades et échelons voulus au sein de l'EPST. Il a ainsi totalisé 59 ans d'ancienneté, dont 3 ans à l'ISP Bukavu. En guise de conclusion, nous avançons à notre auguste assemblée deux propositions, à savoir, primo, notre défunt était déjà éligible à la retraite, que nos gestionnaires s'attellent à finaliser ce dossier, dont sa famille biologique en est bénéficiaire. La vie de notre Baoba, qui vient de tomber à jamais, doit nous servir de leçon. Jamais la fonction enseignante ne peut nous rendre riches, mais
tout enseignant responsable assis ou debout, doit s'adonner à l'instruction et à l'éducation de ses enfants. Tel est le pari gagné par la famille biologique d'édifié Kagazo Guillaume, dont chaque membre est responsable. Tous ces enfants sont responsables, utiles à lui-même, pour chaque enfant, à sa famille, à sa communauté et à son pays. Voilà un exemple frappant à suivre. Que l'âme de notre papa Kagazo Guillaume repose en paix et que Dieu protège la famille restante. Et avant de terminer, parce qu'il n'y a que le souhait, j'aime que l'élève qui a été préparé pour donner les fleurs puisse venir les déposer ici. Oui. Déposer ça. Les élèves comme Monanira ont quand même offert à leur papa ou grands-parents. Faire à Oubira le 22 septembre 2000. Non. Faire à Oubira le 22 septembre 2023. Signé avant la cassine des infirmiers directeur de l'État Monanira. Je dis et je remercie. Asante kwa kutupatia neno. Tunayo masikitiko makubwa kwa siku ya leo kwa kumpoteza Papa Kagazo. Kama tumesikia, Papa Kagazo amefanya kazi ya kutosha mu EPST. Tumesikia kama alikuwa professeur secondaire, alikuwa prefet wa masomo, alikuwa conseiller d'enseignement, alikuwa coordinateur na anakufa iko directeur adjoint. Nilimfahamu wakati alikuwa prefet ku Institut Kizito Kiliba, wakati ya mavisite zangu sabili nimesema, wakati tulikuwa kwa biro ya coordination. Hakuna siku nilifika Kiliba ku Institut Kizito nikamkosa. Alikuwa toujours kwa kazi yake, alikuwa ponctuel, alikuwa régulier na nasalimu pia simplicité yake. Kwa kutoka Kiliba comme prefet kuja kumunanira comme directeur adjoint, hakukuwa na dossier disciplinaire hapana, hakukuwa décommissionné hapana. Ni yeye mwenyewe alilomba kusema kama Kiliba mwenye alikuwa prefet ku Institut Kizito ya kumunanira, hakukuwa na dossier disciplinaire, hakukuwa décommissionné hapana. Ni yeye mwenyewe alilomba akasema kama anachoka na safari ya Kiliba. Ilikuwa wakati ule tulikuwa na coordinatrice Maseur Delia, na kukapatikana nafasi kumunanira wakati directeur adjoint Bagendani alifariki, ndio coordination za mutuma pale ku epe Munanira. Na tunasikia kama alifanya kazi nyingi, alifanya karibu miaka 15 na zaidi ya kazi. Watu wengi wamepita mikononi mwake, walimu, wanafunzi walipita mikono yake. Basi tunapatia familia jamaa ya Papa Kagazo mkono wa makiwa. Tunamomba Mungu ampokee katika ufalme wake, akimhurumia dhambi zake. Asante. Tunamkaribisha padre mkubwa wa Nanyika. Parokia watakatifu wa malaika walinzi ya Nyamianda, tunakuja kutoa pole kwa ajili ya baba yetu, ndugu wetu, Mkristo wetu aliyetuacha. Yeye alikuwa mmoja wa Wakristo wa parokia yetu ya Nyamianda. Wakati tulipata habari ya kwamba amekufa,
mwili ulipashwa kutoka kumorgue kufika kukoordination na kuapa ku ekole primaire ya Muranira, na ni hapo tukakusudia pamoja na parokia hii Mtakatifu Paulo Mtume ya Katedral, misa hii isomwe hapa, kwani eklezia yetu ni moja na tunapaswa kutembea pamoja. Tulimpenda baba yetu, Mwenyezi Mungu amampenda zaidi. Bwana amepana, Bwana ametwaa, jina lake libarikiwe. Apumzike kwa amani. Vous allez m'excuser, je vais parler en français. Moi, ça veut dire s'arrêter là. Je demande aux pères et aux frères qui sont venus avec nous de venir ici pour que nous puissions nous unir ensemble dans ces moments difficiles. Les pères de la doctrine chrétienne, nous sommes venus nous unir à vous dans ces moments difficiles de la mort, du décès de notre cher papa, Kagaz Guillaume, qui est le père de notre cher confrère Cédric Diamond Kagazo, qui n'a pas pu arriver ici. Nous sommes venus pour le représenter, mais aussi l'accompagner dans ces moments difficiles de la perte de son papa. Nous sommes venus aussi pour dire toutes nos condoléances, les plus attristées à la famille biologique, à la famille diocésaine, et aussi à vous tous qui êtes ici pour accompagner notre cher père, notre cher papa, Kagazo Guillaume. Nous sommes venus à 10, nous sommes membres de communautés différentes qui sont au Burundi, où la congrégation est présente. Je ne vais pas dire beaucoup de mots, un long discours, c'est pour vous dire courage. Ce sont des moments de la vie, des moments difficiles, mais comme chrétiens, comme enfants de Dieu, nous devons accueillir des moments difficiles comme aussi des moments de grâce pour grandir dans la foi, grandir dans notre union avec celui qui nous a donné la vie. Alors, on m'a demandé de présenter nos confrères qui sont présents ici, mais je veux demander à eux-mêmes de se présenter un peu et dire non. Moi, c'est le père Félix Claver Gachoumon, délégué supérieur général au Burundi. Oui, merci. Aussi, Frère Jésus-Christ. Moi, je suis Père Doumien Shadrach Mathieu et je suis dans la communauté de Bujumbura. Msifu Yesu Kristo. Mimi kwa jina naitwa Kabala Patrice, niko frère na mimi naingia en troisième théologie. Moi c'est Benjamin Lacoze. Moi c'est frère Artemon Nozima. Je suis frère Ezekiel Akizimana. Je suis le père Jean Nzima, membre de la doctrine chrétienne. Msifu Yesu Kristo. Moi, c'est Père Désiré Estradel Guila. Je suis vicaire paroissial chez le Père Félix Claver Gachoumon. C'est Père Proté Mouzima. Comme vous l'avez entendu, nous avons ici des confrères des communautés de Béret congolaise, le Père Boulia, le Frère Kabbalah, il y a aussi un séminariste qui s'appelle Bienvenue. Na bila kukawia tunamkaribisha padre mkubwa wa katedrali. Pole namna pekee
mabikira kwa masomo wote na watu wa jamaa, tunatakia pole kwa niaba ya parokia. Hatuna neno pekee ya kusema. Baba Askofu, karibu kusema machache. Nilisikia hii habari ya mzee na tulipasha rudia mbio, ila sijui kama unajua hii chetu haina tena baavion kwa kupata fasi mwavion yafaa ugoje juma 2-3 kwa kufika hapa. Nitosha pita Addis Abeba, Burundi na Ethiopia kusalii nchi kuisalii, hatujui tuko tunaenda wapi. Na sikujua mpango wa hii misa, ningejua mimi peke ningekuja kusoma hii misa, kwani tulikuwa tunazoeana sana na mzee. Nakumbuka wakati tulikuwa tunafanya échange de vœux pour évêcher Mbiza tunafanyaga, nilikuwa nauliza nani kati yenu yuko mkubwa kwa sisi wote? Kila mtu anasema miaka inaisha tu, yeye ndio alikuwa mkubwa, alikuwa sawa tuaye. Leo asubuhi niko natafuta padri mmoja, Padri Wila, ndio anaongea padri kukumisa kukatedrali watazika mzee Kakazo. Ndio maana unaona tunaongea kifupi. Tulikuwa mreunion na vicaire general na mapadri wengine chache. Visi coordinateur anatoka kusema, nakumbuka ningali nafikia hapa tupeleke mwa mwanafunzi alitokaka kama Bulaya kama Canada au Etats-Unis, wakapia naye kunyumba. Ule dada kaniambia, Monseigneur, baba alitumika sana, anachoka. Ndio maana ungependa umutie retreat. Uko kwa retreat. Betana franga ya kukulipa. Non, umutie tu retreat, si epeke tutamkamata en charge. Ikapatia ordre kwa Sœur Delia wamutie retreat. Sœur Delia akasema hapana. Ule baba anapenda kazi sana. Tutatafuta tu nafasi hapa Uvira atoke Kiliba na waza na ndo kesi tulifanya. Coordinateur mwaka jana au mwaka juzi tulipatia diplome wa directeur balimu wenyewe alipataka kama kupataka mwapezie diplome à titre posthume, tumpatie diplome ya honneur kwa makazi zote alifanya. Sasa tutaingia kipindi ya kubarikia mwili wake. Naomba mapadri wachache mzee wake. Ndugu, tunafika kwa maombi ya mwisho na kumupa baruani ndugu yetu mzee wetu Kakazo. Hii ibada tunafanyaka na kukaa miongoni mwa watakatifu wote daima la milele. Amen. Na Parokia Maria
Na kuamkia Maria, na kuamkia Maria, na kuamkia Maria, Maria, umejazwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Nakuamkia Maria. Sasa tutamsindikiza na sala ya Bikira Maria, tutaomba korali yatie wimbo ya Bikira Maria. msaada wangu ni wewe Bwana, hata nikiwa katika bonde la giza wala la mauti, ni wewe kimbilio langu, ni wewe kimbilio langu, ni wewe kimbilio langu, ni wewe kimbilio langu. Yehova umepangusa machozi yangu, Yehova umepangusa machozi yangu, fariji
msaada wangu ni wewe Bwana, ingawa simba wanahitajia kunirarua, upo tu pande wangu. Ni wewe kimbilio langu, ni wewe kimbilio langu, ni wewe kimbilio langu, ni wewe kimbilio langu. Yehova umepangusa machozi yangu, Yehova umepangusa machozi yangu, fariji wangu ni wewe Bwana, fariji wangu ni Yesu, fariji wangu ni wewe Bwana, fariji wangu ni Yesu. Kimbilio langu Bwana, msaada wangu ni wewe Bwana, hata mulima umesimama mbele yangu, upo tu pande wangu. Ni wewe kimbilio langu, ni wewe kimbilio langu, ni wewe kimbilio langu, ni wewe kimbilio langu. Yehova umepangusa machozi yangu, Yehova umepangusa machozi yangu, fariji wangu ni wewe Bwana, fariji wangu ni Yesu, fariji wangu ni wewe Bwana, fariji wangu ni Yesu, ni Yesu. Jehova umevuta chozi langu, nikiwa katika giza, mfalme umenipa mwanga. Ni wewe kimbilio langu, ni wewe ngao langu, ni wewe ngome langu Baba. Niseme nini kwa siku ya leo isipokuwa kukutolea sifa Baba, isipokuwa kukutia juu, kwa kuwa ni wewe ngome langu. Uhimidiwe mfalme, inuliwa Jehova, uabudiwe mfalme wa wafalme. Hakuna aliye kama na wewe. Amen.
msaada wangu ni wewe Bwana, hata nikiwa katika bonde la giza wala la mauti, ni wewe kimbilio langu, ni wewe kimbilio langu, ni wewe kimbilio langu, ni wewe kimbilio langu. Jehova, umepangusa machozi yangu. Jehova, umepangusa machozi yangu. Fariji wangu ni wewe Bwana, fariji wangu ni Yesu. Fariji wangu ni wewe Bwana, fariji wangu ni Yesu. Kimbilio langu Bwana. Kwanza kubariki mahali Baba itakapobaki na kulazwa. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen. ukubali kuibariki na kuitakasa na kuikinga Yesu Kristo mchungaji mwema. Baba yetu Giome atakapolazwa mahali hii, abaki na amani, apumzike katika raha milele, akilindwa na malaika wako na damu yako ikimfunika. Tunaomba yote kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Amen. Tumuombe kwenye nyenyekevu Mungu Baba wa rehema kwa ajili ya ndugu zetu waliofariki. E Bwana huruma, umsamehe baba yetu Giome kwa wema dhambi zake zote. Uzipokee kwa huruma kazi njema aliyotenda katika dunia hii. Watu wa jamaa, watoto wake wenye kwa mahali hapa, utajongea nyuma kidogo, wakae pembeni, na wapo na namna hawakujua siri ya kupoteza franga mzazi alifikia mparsele, hawakujua ile siri ile. Na wengine wazazi wanazikia mparsele lakini wanawachilia, walipewa neema pekee yake hawajue. Kwa kaburi ya mzazi inachiliwa, inakosa una kitu alifanya mdunia. Unakuwa na kuya mnakia sali hapa. Neema iko hapa. Waonesha kama baba yenu kwa mtu mzuri na alikuwa na fadhila pekee ya kuzishusha, na maandiko iko hivi. Wanaoshushwa watafanya nini? Watapandishwa. Ndio maana Mungu Yesu aubakia mbinguni alishuka. Alifanya maskini kusudi enuliwe. Muangalie umati ya watu. Muangalie umati ya watu. Mwangi soma misa ni vicaire generale. 5h30 ndio ananiita, bibi na reunion na 10h. Tomokia ndio nisome misa hapa mimi. Kwa heshima yake ya coordinateur. Mwalimu sio maisha njoo yeye. Kwa vile ni furaha uzike baba yako na kwenda mwombezi na mwingine. Kisha upatane na mimi utakufa meno wazi. Ndio amesonga. Kweli. Ni kweli, unaweza kusema sana. Ndio baba pati. Na ni Mungu aliongoza kimya watoto wote wa Giome, mumtola mna pekee mahitaji yote kwa imani. Ongea sababu ulikuwa unaongea na baba yako, umtolee nafsi na jamaa yako, uombe na wewe neema kubarikiwa na kupenda na watu katika maisha, uombe neema ile. Uombe neema kuamini Yesu katika maisha, atawale maisha yako na kuwa kwa sura mfano wake. Mwombezi wa jamaa hii,
kizazi yako ipate mfano wako. Na kutolea diosezi tu namna pekee, unajua shida inayopatikana ndani. Uwe mwombezi wa diosezi ya Uvira. Na kutolea mji wa Uvira, unajua shida ya mji wa Uvira. Uwe mwombezi wa mji wa Uvira. Tazama umati ya watu unaokusindikiza, usiwache kamwe. Wote waliokusindikiza ombe neema na baraka, wabarikiwe maelfu kwa roho ukarimu wa mapendo anaokuonesha kwa siku ya leo. Uzikwe, usindikizwe na heshima. Tazama mapadri wapo hapa. Natamani kwenda mbinguni kwako Baba. Natamani kwenda mbinguni. Natamani kwenda mbinguni. Natamani kwenda mbinguni. Muwafate. Kipande kidogo. Wewe mwanze chini. Wewe mwanze chini. Na Mungu kama mnashusha. Shusha tu sio tunashusha. Shusha. Ba miguru kwanza mnapasha deposer. Acha tu atlash. Mnapengama. Tasha pale pembe kubosh kwa pembe. Sasa unaweza tunafurahi. Mungu akamilishe ndani mwako aliyoanzisha katika ubatizo. Mwili wako ulikuwa hekalu la Mungu. Tunaomba akupe furaha milele. Wewe ni uvumbi, utarudi kwa uvumbi. Lakini Bwana atakufua siku ya mwisho. Tuale maua upatie watu wa jamaa. Maisha tupa naenda. Tupa ingine. Ile ni ya Sema msubiri.
hata nikiwa katika bonde la giza, wala la